Juzi tarehe 22 mwezi huu wa Aprili lilitokea tukio baya sana ndani ya India kwenye mji wa Kashmir, kwenye kitovu cha utalii kinaitwa Palham. Kama sikosei nimetaja vizuri. Ni tukio baya sana. Maana pale waliuawa watu 26 na kujeruhiwa watu 40. Ile tukio moja kwa moja Wahindi wamewalaumu watu wa Pakistan, na kuna kikundi cha kigaidi kiko ndani ya Pakistan kimekiri kuhusika na ile tukio baya sana. Nakumbuka India na Pakistan zilikuwa ni nchi moja zikitawaliwa na Uingereza, na sio kwamba ile tukio la kwanza la kigaidi ndani ya India linalofanywa na magaidi ambao wanakuwa wana uhusiano na upande wa Pakistan. Hapana, hili sio la kwanza wala sio la pili. Alafu pili ni kurudisha nyuma kidogo, Pakistan na India huwa hawaelewani, na wote hawa wawili wanamiliki nyuklia kwa ajili ya wanaita deterrence, kila mmoja amheshimu mwenzake. Kwa ili kila mmoja amheshimu mwenzake, kila mtu akamiliki nyuklia. Ninachotaka kukupa picha hapa ni msingi wa matatizo ya India, na ni namna gani magharibi ni wanafiki katika kuwasifia India eti ndio nchi yenye demokrasia bora duniani. Kumbuka India ndio nchi inayoongozwa kwa kuwa na watu wengi duniani. Kwa hiyo India huwa inapakwa mafuta na watu wa magharibi kwamba ndio nchi yenye mfumo bora wa kidemokrasia duniani, kwa sababu eti ina watu wengi sana lakini ina mfumo bora wa kidemokrasia. Ndugu zangu, mimi nakuja pale, demokrasia isiyoleta maendeleo ni kitu gani hicho? Kwa nini wazungu wanapenda kutujaza ujinga hivyo? Okay. Tangia China amekuwa ni mjeuri kutokuwafuata watu wa magharibi. Magharibi wamekuwa wakifanya juhudi kuijenga India kama vile walivyoijenga China, lakini imekuwa ikishindikana. Katika kukuthibitishia hii vita ya kodi ilivyoanza, ujumbe mkubwa wa kwanza kwenda India ulikuwa ni Ursula von der Leyen. Ursula ni rais wa halmashauri ya Umoja wa Ulaya. Ursula ametoka, ameingia makamu wa rais wa Marekani JD Vance. Unganisha doti hizi viziti mbili za watu wakubwa wa magharibi. India anatengenezewaga mazingira ili awe mshindani sahihi wa China. Lakini ndani ya India kwenyewe ukiwauliza Wahindi, je, kuna siku wanaweza wakayafikia mafanikio ya wa China? Wahindi wenyewe kwa midomo yao wanakiri haiwezekani hata siku moja kufikia mafanikio walionayo wa China. Sababu gani huwa Wahindi huwa wanatoa? Kwanza kabisa, wao hawana umoja kama wa China. India ni nchi ya kibaguzi, wana ubaguzi. Yaani uliza hata Wahindi hao tunaoishi nao hapa Afrika Mashariki, hapa Tanzania, wenyewe kwa wenyewe wanabaguanaga. Sitaki kwenda huko, mimi nataka nirudi kwanza kwenye asili ya matatizo ya Wahindi. Asili ya matatizo ya Wahindi ni Waingereza, yaani ni magharibi wenyewe. Kitu usichokijua, magharibi hawapendi katu makoloni yao yaendelea waache. Magharibi wanajua wazi kwamba makoloni yao yana resources za kuendelea kuwashinda wao. Sio kwamba magharibi hawajui. Mfano mzuri ni India. India ndio nchi yenye ina talent vibaya mno. Ukitaka kuamini India ina talent, angalia watu walioajiriwa katika taasisi kubwa za Marekani ni Wahindi. Anza Google, nenda kwa Microsoft ya Bill Gates, nenda kwenye uongozi wa serikalini huko. Kwa sababu gani? India ni highly talented. Inajulikana wazi. Hizi talent zingekuwa zinaelewana kama wa China, India ingekuwa wapi? Kumbuka India imejikongoja, imeshafika mwezini kwa kudunduliza, na japokuwa wanatengenezwa matatizo na magharibi. Mtu ataniambia ni namna gani magharibi wanawatengenezea Wahindi matatizo? Ni hivi, ndani ya India kuna kikabila kinaitwa Khalistan. Mimi napenda kukiita Wachaga wa India kwa sababu huwa nawafananisha na ndugu zangu wa Kichaga miaka ya 70 huko, miaka ya 80 walivyomsumbua Bwana Nyerere. Unajua mtu akiwa anamsema Nyerere vibaya, na mimi nimekulia kwa Wachaga, najua namna gani this guy walikuwa, yani light Nyerere angewaacha binadamu, oh my god, ni dangerous. Kwa sababu ni namna gani wazungu walijenga miundo ya elimu kaskazini, kama sio Nyerere kuingilia ndugu zanguni na kuua ule umimi wa Wachaga. Tumi, ukiniambia kabila ambalo lingeleta matatizo katika nchi ya Tanzania ni kabila la kaskazini, kwa sababu power lilikuwa nazo. Sasa tuje kwa Khalistan wa Kihindi. Kwanza hawa ndio matajiri wa Canada, ndio matajiri wa Ulaya. So they are very rich. Kwa hiyo wanataka eti wajikatie kipande chao ndani ya India, wawe taifa huru, Khalistan. Kwa hiyo kirusi namba 1 kwa nini India haiwezi kuendelea hata siku moja ni Khalistan. Alafu Khalistan wanapewa nguvu na nchi za magharibi. Magharibi ni wanafiki katika swala la maendeleo. Magharibi hawapendi maendeleo ya makoloni yao hata kidogo. Khalistan wanapenda kuvamia
balozi za India na kufanya uharibifu huku akilindwa na zile nchi ambazo India ameweka ubalozi. Kwa mfano, Khalistan wanaweza wakavamia ubalozi wa India ndani ya Uingereza na wakapata support ya polisi wa Kiingereza katika kufanya uhuni wao. Hivyo hivyo kwa Canada, kwa Uingereza, kwa Marekani. Fuatilia vuguvugu la Khalistan. Very dangerous people. Yaani kila nikiangalia tabia za Khalistan kwa taifa la India, alafu nikimsikiliza mtu anamsema vibaya Nyerere. Ndugu zangu, ukiona mzungu anakusifia una mfumo bora wa uongozi, ujue anakutafuna. Tuache kuandikiwa script za kiuongozi na watu wa magharibi. Angalia India. India haiwezi kufikia China hata siku moja. Sasa hii aibu iliyotokea India ya ugaidi, wakati makamu wa rais wa Marekani akiwepo pale, ni mwekezaji gani atakwenda kuwekeza India? Apeleke dola bilioni 500 yake akaifix pale India, huku akijua kwamba kuna watu wanaitwa Khalistan, kuna magaidi wanaitwa wa Pakistani watakuja kustomu hapa. Ndugu zangu, China alijengwa na wazungu wa magharibi, na China atawatafuna watu wa magharibi. Kilichowapeleka watu wa magharibi China ni ule utulivu wa Wachina na kuelewana kwa Wachina na amani ya Wachina. Na kila magharibi wakitafuta nchi yenye utulivu na amani na mshikamano kama China, wanakosa. Hakuna siku nchi yoyote ndani ya Asia itakuwa na nguvu kama China kwa miaka hii ya karibuni. Yaani miaka 100 ijayo hakuna taifa litakalomchallenge China. Halipo na halitatokea. Matatizo ya India yalitengenezwa na Waingereza. 100% na zaidi. 100% and more yametengenezwa na Waingereza. Kasome historia ya India mpaka inapatikana Pakistani. Sijui nini. Unafikiri yaani matatizo ya India ni kama vile matatizo ya Kongo. Kwani matatizo ya Kongo ni ya sisi wa Afrika tunapenda kuuana? I'm telling you, wakoloni wetu wanahusika katika matatizo yetu kwa 100%+. Na ili uamini hata kiimani kwamba matatizo yetu yanahusika na watu wa Ulaya, Ulaya haiwezi kuwa na amani mpaka Yesu arudi. Kila vita kubwa duniani lazima iimalize Ulaya. Hata hii vita ya Putin kama iki-escalate, Ulaya yote inafanya majivu. Kwa nini Ulaya ndio bara lililo katika hatari kubwa vita kubwa ya dunia ikitokea kuliko bara lingine lolote? Kwa sababu Ulaya haijajengwa na pesa halali. Ulaya imejengwa kwa damu kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Wahindi wao wanaambia Waingereza wazi kwamba London yenu imejengwa kwa damu kutoka India. Wahindi wao waogopi Waingereza. Ndio kitu mimi napenda Wahindi. Wanawaambiaga wazi. Hii vita wanaoipalilia hapo kwa Putin akilashisha zake zikamuingia kichwani vibaya, anaifanya Paris, London, Ubelgiji zote anazifanya majivu. Na Warusi wao wanataja hizo sehemu kwamba wakiamua kuzifanya majivu wanazifanya majivu quick fast. Ni point gani nimeileta hapa? Matatizo yaliyo sehemu mbalimbali za dunia hii yalitengenezwa na misingi ya kiutawala ya wakoloni wetu. Nije hapa Tanzania, huu mfumo wa magharibi ambao umetengenezwa hapa kwetu kwamba mtu mmoja anakuwa na maximum power ni hatari sana. Alafu kwa nini hatuwazi kubadilisha? Nikisema hivyo kuna watu watakuja kuniambia sasa bwana, si ndio katiba inatakiwa? Okay, sawa, lakini mimi hasira yangu kubwa matatizo yanayotafuna kwa mfano sisi Tanzania. Mimi nafurahi swala la ukabila. Bwana Nyerere alikufa amenawa mikono amemaliza. Naamini taji lake kalipata kwa Mungu. Wewe umpendi Nyerere na unasema kwamba alichangia wewe kupata matatizo? Kaulize wana wa Israeli safari yao kutoka Misri kwenda Kanaani ilikuwaje njiani. Binadamu ni mjeuri sana. Tuandike demokrasia yetu. Na ukiniambia mfumo mzuri wa demokrasia ni tupunguze madaraka ya rais wetu. Utaniambia madaraka yapungukie wapi? Yapungukie kwa wakuu wa mikoa. Wakuu wa mkoa wawe ni watu wanaochaguliwa, wawe na mandate katika mikoa yao katika kupigania maendeleo ya raia wao. Rais wa Jamhuri ya Muungano hajui shida za mtu wa Mbeya, hajui shida za mtu wa Kagera, hajui shida za mtu wa Mtwara. Ni uongo. Yule aliyempeleka pale ni puppet wa kumsaidia yeye katika masuala ya uchaguzi na masuala ya kuwafurahisha wazungu. We need to write our own way of life, aka constitution. Mimi sitaki haya ya no reforms nini, no. Hayo ni watu wanapigania kula yao. Mimi kiu yangu tuandike mfumo wa kiutawala ambao sio mzungu anatoka huko anamshika mtu mmoja tu alafu huyo mtu anampa leseni ya kuifanya Tanzania anavyotaka. No, nirudi kwenye point. Point ni kwamba matatizo ya Afrika yako scripted na wazungu. Njia sahihi ya kutoka katika huu mfumo ni kujitenga na hao watu. Mtu ataniambia kwa namna gani? Jifunze kwa Wachina. Tujifunze hata hapa nchini kwetu. Nyerere alichekwa sana. Na hata mimi nilifundishwa kumcheka Nyerere. Lakini dunia sasa hivi haina tena siri.
Faida ya Nyerere tunaiona. Wewe usiyoiona faida ya Nyerere, hama hii nchi. Tuelimike, tusiwe wasomi.